رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Na tunaendelea na somo letu la fiqh katika albabu thani, almas'alatu athaniya. Almas'alatu athaniya, ambapo inahusiana mufturatu saim, vifunguzi vyenye kumfungulisha aliyefunga. Tukaona cha kwanza ni kula na kunywa, cha pili ni jimaa. Na kwenye jimaa bado hatukuimaliza, tukaishia kwa yule sahaba radhiallahu anhu aliyekuwa ni sababu ya kupatikana hukumu ya jimaa mchana wa mwezi wa Ramadhani. Anasema wa fi maana aljimai, kwa maana na katika maana ya jimai, kwa maana inaingia katika jimai na hukumu ya jimai, inzalul mani ikhtiyaran, ni kushusha manii kwa khiari. Naposema ikhtiyaran, maana yake ni kwamba kafanya akiwa anajitambua na kwa khiari yake mwenyewe, kwa njia yoyote ambayo atakayokuwa ameitumia. Na kinyume chake, kwa maana akiwa hajafanya kwa khiari, haitengui saumu. Kutokufanya kwa khiari ni kama vile kuota. Mtu kaota yuko usingizini, anafanya tendo hilo, akajikuta ameshusha manii, au tu kashtuka kajikuta yupo katika mazingira hayo, huyu saumu yake itakuwa haijatenguka, kwa sababu lile halikufanyika kwa khiari yake. Na hapa ametaja ikhtiyaran, mafhumu mukhalafa, kwamba ikiwa si kwa khiari haitengui saumu. Fa idha anzala as-saimu mukhtaran, atakaposhusha manii mtu ambaye amefunga, mukhtaran, kwa khiari yake mwenyewe, bitakbilin, kwa njia ya kubusu, kambusu mkewe mpaka manii yameshuka, au lamsin, au kagusa mpaka akashushwa na manii, au istimna, au kujitoa manii ambaye ni kujichua, au ile wanaita masturbation, sijui kitu kama hicho, au ghairi dhalika, au kisichokuwa hicho, hayo yaliyotajwa, fasada saumuhu, saumu yake itakuwa imeharibika. Kwa maana hiyo, njia yoyote atakayoitumia kwa khiari yake mwenyewe, akatoka au akatoa manii, basi huyu saumu yake imefanya nini? Imebatilika. Lianna dhalika min ash-shahwati allati tunaqidu as-sawm, kwa sababu hilo ni katika matamanio ambayo yanapingana na saumu. Na saumu maana yake pia ni ili upambane na matamanio. Sasa imefika mahala umeshindwa kupambana nayo kwa njia ya moja kwa moja, umeamua kuipita katika njia ambayo ni nyingine, basi moja kwa moja unakuwa saumu yake imebatilika. Wa alayhi alqada'u, na atawajibika, ni juu yake kulipa, kwa maana atawajibika kulipa, duna alkafara, pasina kutoa kafara. Kwa nini? Anasema lianna alkafara la talzamu, kwa sababu kafara hailazimu
illa bil jimai faqat, isipokuwa ni kwa njia ya jimai tu. Liurudi nafsi khasan bihi, kwa sababu ya kuja nasi ambao ni maalum kwa jimai. Kwa nasi iliyokuja ambayo au hukumu ya kutoa kafara ambayo imetajwa kwa yule mtu radhiallahu anhu, hiyo imekuja ni nasi inahusiana tu na swala hilo. Ama hivi vingine haviwezi kuchukua hukumu ya hilo katika upande wa kafara. Ama idha nama saimu fahtalam, ama atakapolala aliyefunga mchana wa mwezi wa Ramadhani akaota, au anzala min ghairi shahwa, au kashusha manii pasina matamanio, kama bihi marad, kama yule mtu ambaye ana maradhi. Yani hapa maradhi yatakuwa ya aina yote, lakini maradhi ya yani kwa maana kuwa na maradhi ya nafsi. Kuna mtu akimuona mwanamke tu katika mazingira fulani anachanganyikiwa na anajikuta kaishafika huko ambako hakutakiwi kufika. Sasa huyu sio matamanio, lakini tu basi ana maradhi ya namna hiyo. Anasema fala yabitulu, hii haibatilishi. Anasema fala yabitulu siyamuhu, anasema haibatiliki saumu yake kwa kupitia hili. Liannahu la ikhtiyara lahu fi dhalik, kwa sababu huyu hana khiari katika hilo ambalo lilotokea. Limetokea si kwa khiari yake, ni maradhi ambayo anayo na amepewa mtihani huo. Kwa hiyo hapa kikubwa ni ikhtiyar, na ahkamu zinazingatiwa kwa mtu kufanya kwa khiari yake. Ndio maana masala ikrah na mengine yanaiondoa hukumu katika uhalisia wake, kwa sababu limefanywa nje ya uwezo wake. Athalith, ya tatu katika kitenguzi cha swaumu na kinachoharibu swaumu, cha tatu anasema ni atakayu amdan, kujitapisha makusudi. Kujitapisha makusudi kunatengua swaumu. Na kujitapisha nini? Anasema wa huwa ikhraju ma fil maida min ta'amin au sharabin an tariqil fami amdan. Wa huwa nakoni ikhraju ma fil maida, ni kutoa kile kilichomo katika tumbo, matumbo mu, ambacho min ta'amin au sharab, inaweza kuwa ni chakula au kinywaji. An tariqil fami, kukitoa kwa njia ya mdomo. Amdan, maksudi. Hapa vilivyomo tumboni, kilichomo katika utumbo kinaweza kutoka kwa njia mbalimbali. Mojawapo ni njia ya haja kubwa, lakini hicho kikitoka kwa njia hiyo haifunguzi swaumu. Kwa aliposema an tariqil fami, kwa njia ya mdomo, amevua vinavyotoka kwa njia isiyokuwa ya mdomo. Kwa vinavyotoka kwa njia isiyokuwa ya mdomo havifunguzi swaumu. Lakini pia akaweka amdan, maksudi. Kinyume chake, ikiwa si maksudi, haifunguzi swaumu. Ama idha ghalabahu alqai'u, ama yakimshinda matapishi, yani kutapika kukamshinda, kwa maana kukawa hawezi kuzuia, kumemtenza nguvu, hawezi kuzuia. Wa kharaja minhu, na ikatoka matapishi, bighairi ikhtiyari, pasina khiyari yake. Fala yuathiru fi siyamihi, hili haliathiri saumu yake. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, man dhara'ahu alqai'u
falaysa alayhi qada'un wa man istaqa amdan falyaqdi. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hiyo, man dara'ahu alfai'u, yule ambaye alqai, man dara'ahu alqai'u, yule ambaye matapishi yatamshinda, yatamtangulia, kwa maana akashindwa kuyazuia, falaisa alayhi qada'un, basi huyo akitapika si wajibu wake kulipa, hawajibiki kulipa hiyo siku ambayo atakayokuwa ametapika. Kwa maana nyingine kwamba mtu huyu saumu yake ipo. Kusema falaisa alayhi qada, si juu yake kulipa, maana yake ni kwamba hana cha kulipa. Na kutokuwa na cha kulipa wakati ametapika, maana yake ni kwamba kutapika kwa namna hii hakufunguzi saumu. Akasema waman istaqa, na atakayetaka kutapika, yani kataka mwenyewe kutapika, amdan, maksudi, kajitapisha. Inawezekana anajua au anatafuta namna tu afungue, sababu saumu si yani kushinda njaa, kukaa na kiu si jambo la mchezo kwa mtu ambaye imani yake si imani ambayo ni thabiti. Lakini kushinda njaa, kukaa na kiu, kwa yule ambaye anafanya imani wa ihtisaba, kuna baraka, kuna hali fulani Allah anajalia wepesi. Sasa yule ambaye hawezi na hana mpango wa kutaka kuweza, anaweza akatafuta njia yoyote ya kuweza kufungua, mojawapo kujitapisha, na sheria au Uislamu kambania hapo, waman istaqaa amdan falyaqdi, na yeyote atakayetaka kutapika maksudi, basi akitapika amefungua. Na pamoja na kufungua haina maana kwamba ataachiwa, falyaqdi, alipe, kwa atakuwa hakuna alichokwepa. Asipofunga leo aliyojitapisha kasubirishwa, atakuja kufunga, na asipofunga kabisa kabeba dhima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya nne, arabi'a, katika vitu ambavyo vinavyofunguza, alhijama, ni hijama. Hijama ni katika vitu ambavyo vinafunguza. Wahiya ikhraju dami min aljildi duna aluruq. Hijama ni kutoa damu kutoka katika ngozi au mwili, duna aluruqi, pasina kupitia mishipa yake ile, pasina kupitia mishipa ya damu kama inavyofahamika. Mtu anaweza akatoa damu kwa kutumia sindano, kavuta damu akatoa, lakini hijama anatoa kwa njia ambayo sio hiyo. Nadhani wote tunafahamu swala hijama ambalo limekuwa mashuhuri sana, na ni moja katika tiba kubwa ambazo zina asili. Tiba kama hii, mtu akisema tiba ya kisunna, hapa tunasema kweli 100% tiba ya kisunna. Lakini mtu akatafutia majani yake kule, akachuma tawi la mgomba, akaita dawa ya kisunna hii, kwa kweli atakuwa hajaitendea haki sunna. Sasa anasema fama tahtaja masaim, atakapo muda wote atakapofanya hijama aliyefunga, faqad afsada sawmahu, hakika atakuwa ameharibu saumu yake. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, aftara alhajimu walmahjum. Liqaulihi sallallahu alayhi wasallama, aftara alhajimu walmahjum. Amefungua anayefanya hijama na anayefanyiwa hijama.
wote wamefungua saumu. Anasema wakadha yafsudu saumul hajim aidan, na hivyo hivyo imeharibika saumu ya aliyefunga, illa idha hajamahu bialatin munfasila, isipokuwa atakapokuwa ametumia hijama kwa chombo ambacho au kwa vyombo vyenye kujitegemea, kwa vyombo ambavyo vimepambanuka na yeye. Leo wanatumia glasi, wanatumia vifaa vya kisasa. Anasema walam yahtaj ila masi dami, na kukawa hakuna haja kukuhitajika kunyonya ile damu kwa kutumia mdomo, fa innahu wallahu a'lamu la yuftiru. Anasema fa innahu, kwa hakika utoaji wa damu kwa njia hiyo isiyokuwa ya mdomo, ya kunyonya damu kwa kutumia mdomo, bali kwa kutumia njia nyingine, akaweka jumla i'tiradhiya, wallahu a'lam la yuftir, mtu huyo saumu yake haibatili, kwa maana atakuwa hajafungua. Hili swala wanachuoni wana malumbano marefu kidogo, kwa sababu ya nusus ambazo pia zimekuja zinazosema kuwa hijama alifanya Mtume sallallahu alaihi wasallama hali ya kuwa amefunga. Nimechukua baadhi ya hadithi hapa ambazo zinahusiana na pande zote mbili, lakini moja inayotegemewa zaidi kuhusiana kuharibika kwa saumu kwa kutumia hijama, kubwa zaidi ni hiyo aftar alhajim wal mahjum. Zingine zinakuja ni riwaya, lakini kuna ambazo zinaonyesha hajafungua. Mojawapo ni hadithi Ibn Abbas radhiallahu anhuma, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, Ibn Abbas, ihtajama wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa saimun. Hadithi kaipokea Bukhari na wengine, kwamba alifanya hijama Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ni muhrim, akiwa na ihram, pia wahtajama wa huwa saim, na akafanya hijama hali ya kuwa amefunga. Pia hadithi ya Thabit al-Bunani annahu qal, alisema kumweleza Anas radhiallahu anhu, akuntum takrahuna alhijama lisaimi ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, je, nyinyi mlikuwa mnachukia au hampendi kufanya hijama wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Qala, akasema la, hapana, tulikuwa tukatai kufanya hijama, tuchukii kufanya hijama wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, illa min ajli dha'f, isipokuwa kwa sababu ya udhaifu. Kwa maana akifanya hijama, atakapotoa damu, kuna hali fulani ya kuweza kupata udhaifu, kwa sababu kuna kitu kimepungua katika mwili wake, kwa hiyo inaweza ikamsababishia aweze kufungua. Hiyo kaipokea Bukhari. Lakini pia Anas radhiallahu anhu anasema, awwalu ma kurihatil hijamatu liswaim, mwanzo kabisa wa kuchukiwa, kwa maana kutokukubalika hijama kwa mtu aliyefunga, ni kwamba Jaafar ibn Abi Talib radhiallahu anhu ihtajama wa huwa saimun, alifanya hijama akiwa amefunga. Famarra bihi nabii sallallahu alaihi wasallama, Mtume sallallahu alaihi wasallama akapita kwa Jaafar. Anasema katika mazingira hayo akasema, aftara hadhani, hawa wawili hawa wamefungua saumu.
thumma rakhasa an-nabii sallallahu alaihi wasallam ba'd fil hijama, kisha baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam akaruhusu hijama liswaimi kwa yule aliyefunga. Wa kana Anasun yahtajimu wa huwa swaimu, na Anas alikuwa akifanya hijama hali ya kuwa amefunga. Hizi dalili ukizitizama pia zinaonyesha kwamba hijama haifunguzi saumu, na hii tulionayo fil bab inaonyesha hijama inafunguza saumu. Sasa kila upande ukatetea hoja zao, na pande zote mbili zina masahaba, zina tabiuna, zina nani. Upande huu wa kutetea umejenga hoja kuvunja hizi za hawa wanaopinga kwamba haitengui saumu, sababu hawa kuna vitu wanaashiria katika hoja zao kwamba hizi hadithi ni mansukha. Hadithi ambazo zinaonyesha kuwa alifanya hijama ni mansukha. Ni mansukha kwa zipi? Kwa hizi ambazo zinazoonyesha kuwa alifanya hijama hali ya kuwa na saumu. Lakini kuna nasi hapa ikaashiria kwa mwanzo ilikuwa hivi, alivyomkuta Jaafar ibn Abi Talib anafanya hijama akasema aftara hadhaini, lakini baadaye akaruhusu. Ila wale nao wakasema ili tuseme ni mansukh lazima tujue tarikh, na uwezo kusema hii ni nasikh na hii ni mansukh mpaka ujue tarehe, kwamba ni ipi iliyotangulia ndio iwe nasikh na ipi iliyotangulia iwe ni mansukh na ipi iliyokuja mwisho iwe ni nasikh. Wakaenda wenyewe zama hizo walibakia hivyo. Lakini sasa leo sio leo ya sisi karne hii ya karne hizo, wakaja wakazitizama ili kuweza kufanya tawfiq baina al-adilla, na hili ni katika jambo la msingi. Zinapokuja dalili zote ziko sahihi na zinakubali kujenga hoja, zitakapokuja zikawa zinapingana, hatukimbilii kufanya tarjih kwamba bane hii ndio raji na hii ni marjuh. Kuna hatua, na hii ni kwa sababu wanasema al-aslu fi dalil al-i'malu lal ihmalu, kwamba asili katika dalili ni kuifanyia kazi na wala si kuipuuza. Inapokuja aya au hadithi, asili tunatakiwa tuifanyie kazi na wala sio kuiweka pembeni. Sasa kinachofanyika ni kutafuta namna inavyowezekana ili iweze kufanywa kazi. Moja wanayoanza wanachuoni ni aljamu, kuhakikisha zote tunazifanyia kazi japo kila moja katika mahala pake. Ikishindikana, kuna waliotanguliza tarjih na kuna waliotanguliza an-nasikh au an-naskhu, kwamba baada ya kuona tumeshindikana kuzifanyia zote, tunatafuta inawezekana kuna moja litangulia, moja kaja baadaye. Tukijua hivyo jambo zuri, tunaifanyia kazi iliyokuja baadaye bi'atibar annahu nasikh, kwa kuizingatia kuwa hiyo itakuwa ni nasikh, na tunaiweka pembeni iliyokuwa imetangulia kwa kuzingatia kuwa ni mansukh. Ikishindikana hiyo, tunakuja tarjih kwamba hii tunaacha, tunachukua hii. Ikishindikana kabisa, wanasema as-sukutu, wanasema ni kuziacha au kuporomoka zile dalili zote, tunaziacha kabisa, tuzifanyie kazi. Wanachuoni wanasema hili halina mfano, halijawahi kutokea. Sasa hawa pia walichokifanya hapa, wamefanyia kazi dalili zote mbili
zinaobatilisha, zinazosema hijama inabatilisha swaumu na zinazoonyesha kuwa hijama haibatilishi swaumu. Wakaenda mwisho, baada ya malumbano makubwa, Al-Alama Ash-Shawkani rahimahullah yeye akasema hivi: fayujma'u baina al-ahadith, anasema fayujma'u baina al-ahadith bi anna al-hijama makruha, kwamba ili kuzifanyia zote kazi, asema kwa mantiki hiyo basi zitakusanywa hadithi zote hizi na kuzifanyia kazi kwa namna hii. Kwanza ni kwamba hijama ni makruha. Ni makruha kwa nani? Asema fi haqi man yad'ufu biha, kwamba itakuwa ni haki, itakuwa ni makruh kwa nani? Kwa yule ambaye akifanya hijama atafanya nini? Atadhofu. Akishatoa damu anaweza akadhofu, kwa hiyo itakuwa ni makruh. Watazdadu al-karaha idha kana ad-da'fu tablughu ila haddin yakunu sababan liiftari. Anasema itazidi karaha, ukaraha utaongezeka zaidi pale ambapo itakapokuwa ule udhaifu unamfikisha katika kiwango cha kuwa ni sababu ya kufungua. Bado karaha iko pale pale, lakini hii imekuwa ni zaidi. Anasema wala takrahu fi haqqi man kana la yad'ufu biha ala kulli hal. Anasema wala takrahu, na wala haiwi ni karaha, fi haqqi man kana la yad'ufu biha, kwa upande wa yule ambaye hadhoofu kwa kufanya hijama. Paka hapo tunaona kama hijama ni karaha. Sisi tumeona kitu hapo kwamba kwa maelezo haya hijama ni karaha, sio kwamba inafunguza swaumu. Akasema wa ala kulli halin, na kwa hali zote jinsi takavyokuwa, tajannubul hijama liswaim aula, kwamba kujiepusha na hijama kwa mtu aliyefunga ni bora zaidi. Sasa haya ni baadhi tu ya maeneo, yani baadhi ya maelezo waliotoa na chuoni kuhusiana na hijama. Kwa maelezo ya Imamu Shawkani rahimahullah, anaonyesha kwamba hijama ni makruh, lakini kwa nani? Kwa yule ambaye akifanya anadhoofu. Kwa yule ambaye asiyedhoofu, kwa maana kwamba haimuharibi swaumu na itakuwa si karaha. Lakini itazidi ukaraha kwa yule ambaye akifanya itapelekea kiasi cha kuweza kumfanya afungue. Kwa maana anaweza kadhofu kafika mahala sijiwezi kuendelea na swaumu, akafungua. Huyu karaha ni zaidi. Lakini muhimu ni kwamba tujiepushe na hijama. Kwa hiyo hapa kuna kauli mbili, kuna zinazofunguza na ambazo hazifunguzi. Lakini ghayat ma fiha ni kwamba nini? Ni karaha. Yani ukisizama katika hizi dalili zote, ukizikusanya kama aliyofanya, utakuta ni karaha na haifunguzi saumu. Lakini akatuonyesha Imamu Shawkani hapa kwamba na ndivyo inavyotakiwa. Mambo yanapotokea mzozo kama huu, inafunguza haifunguzi, tuna dalili na nyewe mna dalili, na maelezo yakawa kama haya, kikubwa nini? Kujiepusha. Na wanasema al-khuruju min al-khilaf mustahabun, kutoka katika mazingira ambayo ni ya khilaf, ukawa nikifanya hili na kuwa niko nje ya khilaf, wanasema mustahabun, kumependekezwa. Kwa hiyo hii tunayoiona kwenye kitabu ni rai, ni upande ambao pia una dalili, aftar al-hajim wal mahjum. Tumependa kugusia hili japo kwa ufupi. Huko unaweza kukutana na mtu amefanya hijama haramu, nenda kale wewe umefungua, na anakuletea
ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa saimun. Sasa nafanyaje? Kwa madamu angalau kidogo tunajua mnajua, lakini kuongezea kidogo unaweza kawa tayari kuna kitu umeongeza kwamba huyu atakuwa ameegemea upande fulani, mtu muache. Na kunatokea hapo kunakuwa nini? Hakuna tena mzozo kubatilisha saumu ya yule na wala huyo sijui imekuwa hivi. Naam, kwa hiyo maelezo hayo ni machache ambayo yanahusiana na hijama, na hapa mtunzi kachukua kauli na zote zina masahaba jamani. Kauli zote mbili wao masahaba tena wakubwa. Kauli zote mbili wao masahaba tena wakubwa. Anasema wa fi maana alhijama ikhraju dami bilfasdi, na inaingia katika maana ya hijama kutoa damu kwa kupitia mishipa katika ile hali ya kawaida inayojulikana, labda tunataka kumongezea mgonjwa damu, au kama wale watu wa damu salama wanataka kutoa damu, labda kuna program mfano watu wajai wana program ya kutoa damu. Anasema inaingia katika hijama. Wa ikhrajuhu min ajli tabarru' bihi, na pia kuitoa damu kwa ajili ya kujitolea kwa watu inaingia katika hukumu ya hijama. Sasa kwa mujibu wa kitabu inafunguza saumu. Sisi tumeelewana hapo? Kwa mujibu wa kauli aliyoenda nayo mwenye kitabu al-Fiqhul Muyassar inafunguza saumu. Amma khuruju dami bil jarhi au qal'i ad-dars ad-dirs au ar-ra'af fala yadur. Ama kutoka damu, khuruju dami bil jarhi, kutoka damu kwa jeraha, mtu kajeruhiwa katoka damu, wa qal'i dars au dirs, na kung'oa jino, au ra'af, au kutoka ile damu ya puani, fala yadhuru, ili halidhuru. Kivipi? Liannahu laysa bihijama, kwa sababu hili si katika hijama, wala fi maanaha, na wala si katika maana ya hijama. Zamani mtu aking'oa jino tayari kafungua, hapa sijui kajiumiza kafungua na vitu kama hivi, lakini kiuhakika na kiuhalisia ni kwamba hajafungua. Lakini ikitokea kameza chochote katika hiyo damu, amefungua. Katoka damu, kang'oa jino, lile jino alivyong'oa sawa, kang'oa jino, lakini damu imetoka. Hii damu imeingia ndani au haijaingia ndani? Ikiingia ndani ni kwamba tayari amekwisha fungua kwa kutumia dalili zingine, kwa kutumia vile vitenguzi vingine, sio hiki kitenguzi cha nini, sio sababu kuwa ni kutoka damu. Sababu ni kumeza ile damu, sehemu hata kidogo katika ile damu. Nadhani nishapewa kimemo hapa, naambiwa niishie hapo. Naam, wabillahi tawfiq.